Mwekezaji mdogo Bi Nuru Awadhi, mkazi wa Ilala jijini Dar es Salaam, ameomba serikali ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan imsaidie asiondolewe katika eneo ambalo amewekeza kwa ajili ya kulaza magari lililopo kwa Ziziali jijini Dar es Salaam kwa lengo la kujipatia kipato cha kujikimu yeye na familia yake. Mama huyo ambaye pia ni mlemavu wa macho, yani kipofu, ametoa ombi hilo wakati akizungumza na waandishi wa habari kufuatia kupewa zuio la kuwekeza katika eneo hilo na mkurugenzi wa manispaa ya Temeke, Mheshimiwa Jomari Satura. Hilo eneo mimi nilipewa mwaka 2013 na halmashauri iliyokuwa ya jiji la Dar es Salaam 2013, mkataba wa miaka 50, na nilipewa dampo ambayo ilikuwepo Buguruni. Tulivyoliendeleza lile dampo na tulipewa kama kampuni, mimi na mume wangu. Dampo lilivyoendelezwa na ikajengwa kabisa uzio kama parking ya magari. Lakini 2017 serikali ilitaka lile eneo kwa ajili ya kujenga shule ya sekondari kwa watoto wa shule watoto wa maeneo ya Buguruni. Kulikuwa kuna changamoto ya shule ya sekondari pale. Na kipindi hicho mimi nilikuwa diwani katika halmashauri ya manispaa ya Ilala. Kwa hiyo swala la watoto kupata eneo la kujengewa shule ya sekondari ilikuwa ni priority kuliko biashara yetu. Kwa hiyo tulishauriana na tulipewa option. Hatukuondolewa kama hivi tunavyoondolewa sasa hivi kama mbwa. Tulipewa option, halmashauri ya jiji ilituita, wakakaa na sisi kwa sababu walituletea halmashauri ya Ilala tutoke, tukagoma. Wakatuletea ilani, wakasema kwamba tumeelewa hoja yenu ya kukataa kuondoka hapo. Tunakupeni option ya kuchagua. Wakatuambia tuchague Pugu, Kinyamwezi dampo na dampo la kwa Ziziali, kwa sababu ndio maeneo yaliokopo chini ya halmashauri ya jiji. Kwa sisi tulichagua moja kwa moja kwa Ziziali. Japokuwa ilikuwa sio rahisi kutoka kwamba eneo mmeshaliwekezea, mmejenga, mmeweka miundo mbinu yote, halafu kuondoka eneo ambalo mmeliendeleza kwenda eneo la dampo ambalo linafuka moshi, kuanza kushindilia vifusi. Tulipiga moyo konde, tukaweka dhamana vitu vyetu, tukakopa, baadhi ya magari tuliuza, ili yote kufanyaje, kulitengeneza lile dampo likae kwenye hali ya muinuko mzuri ambao tungeweza kufanya parking ya magari. Kwa wakati tunaendelea kwanza kufanya hivyo, Temeke walitustopisha. Wakati jiji bado halijavunjwa, Temeke wakatustopisha, wakasema hatutambui kibali chenu hicho mlichotoka nacho jiji. Hicho kibali cha ujenzi. Kama mmepewa na jiji ili eneo kweli la jiji, lakini sisi kama Temeke eneo linalofanywa ukarabati ni la Temeke, kwa hiyo vibali vitatoka Temeke kwa mujibu. Kwa hiyo sisi hatukubishana na Temeke, tuna kibali cha jiji, tukakata tena kibali cha Temeke. Kwa hiyo wakati bado hatujamaliza 2021 ndo tunaanza sasa, yani kuwaza sasa labda tutafute kibali sasa, ndio jiji likavunjwa. Basi baada ya kuvunja jiji, Temeke tena wakajifanya hawatujui tena. Tukiwapelekea mikataba wanasema kwanza mikataba yenu si hatuwezi kuitambua. Meya alosaini amekufa, mkurugenzi amekufa, mikataba yani nyinyi mmesainiwa, watu wote waliokusaini yenu wamekufa. Wakati tunahamishwa na jiji wapo na walituzuia kujenga, na wakasema kibali cha jiji hatukitambui, chukueni kibali chetu. Kwa hiyo ilikuwa mvutano toka 2021. Hawataki kukaa na sisi, hawataki kuongea na sisi, hatuna sehemu ya kulipa. Tulitumia gharama kubwa, na bahati mbaya tumejitahidi. 2022 ndio mkurugenzi akashika hatamu kabisa ili huruma, akatangaza zabuni. Alivyotangaza zabuni tukapeleka notice ya siku 90, lakini hakuisimamisha ile zabuni. Nilifanikiwa kuenda kuonana na Mheshimiwa Ridhiwani akiwa naibu waziri wa ardhi. Na napenda kuchukua fursa hii kumshukuru sana Mheshimiwa Ridhiwani. Alimpigia Joketi pale. Joketi akanipa ushirikiano, lakini sikupata uwezo wa kuonana na mkurugenzi. Yaani ilikuwa ni ngumu sana, ni bora kuonana na Mungu kuliko yeye. Kwa hiyo nilivyoshindwa kuonana naye ndio nikapewa maelekezo kwamba
Sasa andika barua, peleka kwa mkuu wa mkoa, na bahati nzuri kwa mkuu wa mkoa na yenyewe na washukuru, ilipokelewa vizuri sana, na rasi aliyekuwepo anaitwa Mama Rehema Madenge alipokea na alisoma dokumenti zote. Nilivyoingia ofisini kwake alitulia karibu saa nzima anasoma dokumenti zetu. Baada ya kumaliza dokumenti hakuongea na mtu. Alimuita tu msaidizi wake akasema simamisha zabuni ya Temeke. Ndio sisi tulipopona. Lakini hapo huyo aliyeshinda zabuni tayari alitufuata akatuambia ondokeni, nishashinda zabuni. Na tunajua alitoa kiasi gani. Kwa hiyo eneo lina mazingira ya rushwa. Yaani sio kwamba mtu anashinda eti anashinda kihalali, yaani wanamshindisha alafu wanawahonga hela. Kwa hiyo mtu alitaka kututoa lakini akashindwa. Tukaendelea kuhangaika 2022, 23 hawataki kutupa ushirikiano wowote, hatuwezi kulipa. Wanasema sisi maskini, wanataka mtu tajiri awekeze pale. Wakati sisi wamesahau sisi ndo tumelionyesha kwenye uso wa matajiri, sasa linaonekana ni eneo la parking. Alitupigia mlinzi wetu saa 7 za usiku. Tulishtuka. Tulipopokea simu akasema hapa nimechukua namba ya gari na bango hilo hapo nimekutumieni, limekuja kubandikwa na watu wa halmashauri wanasema. Bango hilo tukalisoma ndio linasema kwamba kuanzia leo tarehe 9 mpaka kesho tarehe 10 saa 10. Yaani hiyo tarehe 9 wao wanasema wakati ilikuwa ni tarehe 10 tayari. Kwa sababu ni saa 7 za usiku. Akasema kuanzia leo tarehe 9 mpaka kesho saa 10, tarehe 10 saa 10. Wote mnaofanya shughuli zenu kwenye eneo hili la halmashauri muwe mmepisha ili eneo. Aliyechukua eneo hilo anafanya uwekezaji kama wa kwetu hatujui, kwa sababu wanasema kwamba ni tajiri. Kwa hiyo sisi maskini ambaye tuliowekeza, tulofikisha eneo hilo kutoka dampo kula uwekezaji na ni wawekezaji wadogo wa ndani, hatuna haki. Mimi na imani kubwa mno na Mheshimiwa Rais. Na imani kubwa mno na Mheshimiwa Waziri Mkuu. Na imani kubwa mno na Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa. Na imani kubwa mno na serikali yangu yote, kwa sababu si wote hata pale Temeke wanaonisumbua, si wote katika jopo la Elihuruma wanaonisumbua. Kwa hiyo kuna watu ambao wanasimamia haki wapo na kuna watu ambao wanavunja haki. Akizungumza kwa njia ya simu, mkurugenzi huyo Jomali Satura ameweka bayana lengo la kuchukua uamuzi wa kuondolewa mama huyo katika eneo hilo. Habari nzuri mheshimiwa, habari. Nadhani naongea na mkurugenzi Satura. Unaongea na mkurugenzi Satura Manispaa Temeke. Nashukuru sana. Sasa mheshimiwa, tumekutafuta kuhusiana na ya Mama Nuru Awadhi ambaye ni mwekezaji hapo kwa Aziziari hapo. Sasa alikuwa na malalamiko kuhusiana na ofisi yako kutokana na hilo eneo ambalo wamefanya uwekezaji kwa muda mrefu. Ndio. Sasa ameambiwa ahame na hilo eneo limepewa dhabuni mtu mwingine, lakini malalamiko yake anasema hilo eneo alikuta dampo amelifanyia uwekezaji na halmashauri ilisema kuwa inataka mtu ambaye ataweza kulipa malipo kodi kutoka kulingana na nyinyi halmashauri ambao mmempangia, lakini yeye aliomba kama mkae chini ili muone ni jinsi gani yeye ataweza kufikia hapo ambapo nyinyi kama halmashauri mnataka. Lakini halmashauri mlichukua jukumu la kumpa mtu mwingine, lakini yeye mama alienda kwa rais, alipeleka malalamiko na akasema rais alitoa maelekezo kwa ofisi yenu kuwa impe kipaumbele hata kama mnataka hayo mabadiliko yafanyike, lakini yeye apewe kipaumbele, lakini haikufanya hivyo. Hili eneo ni mali ya umma wa wananchi wa Temeke. Hela itazikusanywa hapa, inatakiwa ipelekwe kwenye afya, inatakiwa ipelekwe kwenye shule. Kwa hiyo hatutoendesha mchakato huu kwa misingi ya huruma. Tutaendesha kwa misingi ya uwazi ili apatikane mwekezaji ambaye atasaidia upatikanaji wa fedha kwa ajili ya wananchi wa Manispaa Temeke. Kwa sababu mali hii ni ya wananchi wote. Hatuwezi tukakuachia wewe mtu mmoja peke yako uendelee kunufaika na utaratibu uliokuwepo. Yeye anasema mkataba wake na halmashauri ya jiji ilikuwa ni 1.5 milioni kwa mwezi. Ambapo
milioni 1.5 ukizidisha mara 12 ni kama shilingi na kama milioni 18, au sio? Kama milioni 18. Anapatikana mtu ambaye anabidi kwenye eneo hilo ambaye yuko tayari kulipa zaidi ya 1.5 karibia bilioni 1.5 kwa mwaka. Sasa wewe ni mwandishi ndugu yangu. Ndio. Tuashumu kwenye familia yako kaka yako angekuwa amefariki, si ndio? Ndio. Wewe umekabidhiwa kuwa msimamizi wa hiyo mirathi ya familia yako. Mwanafamilia mmoja anasema kwamba anaomba akae kwenye nyumba ya familia italipa shilingi 5,000. Anakuja mwananchi mwingine anasema mimi niko tayari kulipa milioni 50. Ziwasaidie watoto wa marehemu wasome, ziwasaidie kupata viatu, ziwasaidie kufanya hiki na hiki. Wewe kama mwandishi wa habari ambaye ni ndugu yangu, utamchagua mpangaji upi? Automatically utasema hawa watoto wanatakiwa wasome, wanatakiwa wapate viatu, wanatakiwa wapate nini, kwa sababu hii ni mali ya familia nzima. Hatuwezi tukampendelea mtu mmoja.